Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Leo mjadala wetu ni nani alishinda vita kati ya Iran, Israel au Marekani? Endelea kuwa nami uweze kufahamu kwa mapana. Kumekuwa na mapigano ya siku 12 baina ya Israel pamoja na Iran. Mapigano yalianza mnamo Juni 13, lakini mapigano haya baadaye yaliingiliwa kati na Marekani ambayo ina ushirika wa karibu kabisa na Israel. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa China, Guo Jiankun, aliwahi kuzungumza katika mkutano wa waandishi wa habari mnamo Juni 24 kwamba Beijing ina wasiwasi mkubwa kuhusu yaliyokuwa yakiendelea katika eneo la Mashariki ya Kati kufuatia hatua za Israel kuishambulia Iran. Maoni hayo yalikuja baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kukomesha kabisa kwa kina kwa uhasama huo. Guo kwa mara nyingine tena alitoa wito kwa pande zinazohusika kurejea kwenye njia sahihi ya kusuluhisha mzozo huo kisiasa na kusisitiza kuwa China inapenda kushirikiana na jumuiya ya kimataifa kudumisha amani na utulivu katika Mashariki ya Kati. Katika mtandao wa kijamii wa Kichina wa Weibo, watumiaji walikuwa na maoni zaidi na kidogo kwamba mabadiliko ya ghafla ya matukio na tangazo la usitishaji vita vilionyesha kuwa hakuna upande unaotaka vita vya muda mrefu na kwamba pande zote zinajaribu kuonyesha kuwa ni washindi. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba si Trump wala Iran waliokuwa tayari kuendelea na vita hivyo. Mashambulizi ya Iran kwenye kambi ya jeshi la Marekani ilikuwa ni mwitikio wa ishara fulani ulioonyesha kwamba ni wakati ambapo sasa Iran ipo tayari kwa ajili ya mapambano zaidi. Qatar ilitangaza kuwa ilinasa baadhi ya makombora ya Iran mnamo Juni 23 na Donald Trump alishukuru Tehran kwa kutoa onyo la mapema ili kuzuia majeruhi. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo yanaelezwa ni kwamba kushambuliwa kwa ngome ya kijeshi ya Marekani, moja kati ya ngome kubwa katika eneo la Mashariki ya Kati, zilikuwa ni kama onyesho ambalo liliruhusu pande zote kuonekana washindi. Hata hivyo, wanasema kwamba pigo kubwa ililopata Iran, Tehran iliweza kudumisha taswira yake ya roho isiyoweza kushindwa na kuweka muundo wake wa kisiasa na kumweka madarakani Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran. Wachambuzi wa mambo wameeleza zaidi kwamba Donald Trump sasa anaweza kudai kumalizika kwa vita na kuondoa tishio la nyuklia la Iran. Anasema zaidi Trump kwamba aliweza kupata ushindi wa haraka kwa kuepuka kuingiza nchi katika vita vya machafuko. Kuhusu Israel, wanasema ingawa nchi hiyo ilishindwa kutenganisha utawala wa Khamenei na taifa lake, wametoa pigo kubwa na uwezo wa nyuklia wa Iran ambao kwa mujibu wa wachambuzi wa Marekani utachukua angalau miaka 8 hadi 10 kujenga upya mifumo ya nyuklia taifa hilo. Wachambuzi wengine wanaeleza kwamba nchi zote tatu zilishindwa katika vita hivi. Hata hivyo, Iran ilipata uharibifu mkubwa zaidi kutokana na uharibifu wa sehemu kubwa ya uwezo wake wa nyuklia hadi maafa ya kibinadamu ambayo yalikuwa mara 10 zaidi ya nchi ya Israel. Lakini kwa upande mwingine, wanasema mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel ulikuwa dhaifu. Inaelezwa kwamba wakati wa mapambano haya ilikuwa ni mapambano ya kweli. Iran ilirusha makombora mazito dhidi ya Israel na kufanya uharibifu mkubwa katika maeneo mbalimbali na kudhoofisha kabisa mfumo wa ulinzi wa anga katika taifa hilo, huku ikisema kwamba ipo katika anga la Israel. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema kwamba vita hivi havikuwa na mshindi. Ni vita ambavyo kila mmoja aliweza kufanya mashambulizi dhidi ya upande wa pili na athari kubwa zilionekana kwa kila upande. Iran ilifanya mashambulizi makubwa dhidi ya Israel, lakini baadaye ikafanya shambulizi zito katika kituo cha kijeshi cha Marekani huko Qatar, moja kati ya vituo vikubwa, na inaelezwa kwamba licha ya Qatar kusema imedungua makombora yote, lakini taarifa nyeti zinaelezwa kwamba eneo hilo limeshambuliwa vibaya na kumekuwa na athari kubwa katika maeneo hayo, licha ya kwamba hazikuwepo athari kwa raia wa kawaida. Lakini pia Iran imeshambuliwa kutokana na makombora yaliyorushwa na ndege za B-2 kutoka nchini Marekani, huku Marekani kupitia Rais Donald Trump akiamini ni Iran isiyoweza kuwa na mfumo wa nyuklia kwa mara nyingine tena, akiamini makombora yale yaliharibu kabisa vituo hivyo vya nyuklia, hasa Fordo, Natanz na Esfahan. Lakini hakukuwa na madhara makubwa kama ambavyo Iran imeeleza, na hata kile kilichoelezwa na IAEA, kwani hakukuwa na mionzi ambayo ilitoka katika maeneo hayo. Ndicho kilichoelezwa, na hata baadhi ya majasusi wa Kimarekani walifuatilia na kuona hakukuwa na uharibifu mkubwa, licha ya rais wa Marekani
kutokubaliana na jambo hilo. Kwa hivyo katika vita hivi, wachambuzi wa mambo wengi wanasema kwamba vita hivi havikuwa na mshindi, kwani kulikokuwa kunaelekea ilikuwa ni Iran ambayo ilikuwa kama mboga aliyejeruhiwa, hasa baada ya vifo vya baadhi ya makamanda wake na wanasayansi pamoja na raia kadhaa waliouawa. Lakini pia upande wa pili wa Israel ni Israel ambayo ilikuwa katika mapambano mazito kuhakikisha wanaiharibu kabisa na kuondoa utawala wa Iran wa Ayatollah Al-Khamenei. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein.